nilikuwa najaribu kuangalia hii Trade Facilitation Unit ambayo ni dawati maalum ambalo lipo, lakini sijajua kama Tanganyika wali inakuja kweli au ni la Mpanda tu. Kwa sasa sisi tunaongelea kwa upande wetu wa Tanganyika, au hii dawati kazi yake ni watu kulifuata au wao watakiwa walifuate pia. Nasema hilo mwenyekiti, kwa sababu tunaweza, kwa sababu umekuwa na ziara nyingi kwenye mikutano. Kwa hiyo tunaweza kufanya kwamba unapokuwa na ziara kwenye mikutano ambayo ni mkusanyiko ya watu wengi, kwa hiyo tunaweza kutumia nafasi hii na mtu wa TRA akaja akashiriki katika ziara yako, kwa sababu pale ndio unakuta idadi kubwa sana ya wajumbe wananchi, kwa hiyo nao wakapata fursa ya kutoa elimu. Nizungumzie kitengo chetu cha dawati la uendeshaji biashara. Kwa hiyo kitengo kipo kwa ngazi ya mkoa mpaka ngazi ya wilaya. Kila ofisi ya wilaya inapaswa kuwepo na hichi kitengo. Kwa bahati mbaya ofisi yetu ya Tanganyika tulikuwa tuna ofisi ya kudumu, lakini tunafanya mazoezi yetu, ofisa wetu wa dawati la uendeshaji biashara huwa anatembea na wale maofisa ambao wanatoa huduma. Bahati nzuri ofisa wetu wa dawati la uendeshaji biashara, msimamizi wake ni Mr. Alex Jinga, ndio tuko naye pale. Kwa hiyo tunafanya mazoezi yote yale ya kutembea na wakaguzi wetu, pia anaambatana na dawati la uendeshaji biashara. Hii kama mwenyekiti, tutakapoanzisha ofisi yetu ya Kasekesa ambayo itaanza mwaka huu wa fedha, basi kwa kuwa tumeaddress hili swala la kutokuwepo kitengo maalum cha uendeshaji wa biashara. Maana hiki kitengo hakiangalia kukusanya kodi tu, kinaangalia kuwaibua hata wajasiriamali wadogo, kuwapa elimu, kuwafunza, kuwalea, kuwasaidia taratibu mbalimbali za kuweza kucomply. Kwa hiyo kitengo ni kitengo muhimu sana, ambacho kazi yake ni kuwalea wale wadogo sasa kishakuwa kubwa, pia kuwasaidia changamoto mbalimbali waweze kucomply. Kwa hiyo kitengo mwenyekiti kipo, lakini kwa Tanganyika tunakuja na tunafanya mazoezi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye issue ya EFD ni kwamba ni kweli kunakuwa na skimu mbalimbali za ukwepaji wa kodi, ila kutoa risiti ambayo iko chini ya kiasi ambacho umelipa, au kwa kutotoa kabisa, au kama bidhaa ina VAT wanaitem kama haina VAT ili waseke ile element ya VAT. Kwa hizo ni skimu ambazo zimekuwepo, hizo skimu za ukwepaji kodi mbalimbali. Na kama nilivyosema mjumbe, kunakuwa na sheria kali sana za kuadhibu, kunakuwa na adhabu kali sana za watu ambao wametiwa hatiani. Na kwa mfano mtu anaitepa na EFD, faini yake inaanza milioni 2 mpaka milioni 4. Kwa wale wote ambao tunawatia hatiani huwa tunatoza hizo adhabu. Kama kampuni hasa inauza leseni za uchimbaji, kodi ambazo wanapaswa kulipa. Sheria ya kodi ya mapato inataka mtu yote ambaye anauza leseni ya uchimbaji wa rasilimali, kama mineral rights, kama za madini, kama za petroli na kadhalika, anauza ile leseni yake atalipa kodi ya 30% kama capital gain. Kwa mfano unauza leseni yako kwa milioni 300, kama kuna gharama za uendeshaji ambazo ulizitumia kwenye uendeshaji wa leseni yako, utazitoa pale. Ile milioni 300 leseni umetumia milioni 20 kuendeleza ile eneo lako, na kuna ushahidi unao, utazitoa pale. Basi kama una ushahidi wa gharama za uendeshaji au hujaendeleza ile eneo lako, utalipa 30% ya kile ulichopata, kama ni capital gain tax kwenye mauzo ya leseni za kwenye uchimbaji wa madini, vitalu vya mafuta na gesi ni 30%. Pia unapoingia mkataba, yule mlengana mkataba atalipa ushuru wa stamp, tunasema ni stamp duty. Kwa hiyo ambapo mlengana mkataba atalipa stamp duty ya 1%. Sasa ya 1% ni ile thamani ya mkataba. Kwa kama leseni imeuzwa na shilingi milioni 100, maana yake 1% itakuwa ni milioni 1. Hiyo stamp duty sasa ni makubaliano, anaweza kalipa yule ambaye ameuza au kalipa wewe ambaye hii ni makubaliano wewe na yule ambaye na wewe mnunuzi unaweza kukubaliana. Lakini capital gain tax ya 30% analipa yule aliyenufaika, yule aliyegain. Then tunakuja kwa sasa kwenda kule field. Ndio kama timu ya wataalamu kwenda kukaa nao kwa pamoja. Tumekuja hapa mkurugenzi wa kampeni tusaidie kupata 1 2 3 na kitu ambacho tunataka tukijue kama mkifanya. Yes, naweza.
kwenye kuuza makampuni ama kwenye kuuza leseni huwa inatakiwa, yani inahitaji ninyi mnaosimamia mjue. Msipojua hakuna mtu atakuja kusimamia hapa. Na wakati fulani TRA ile hapo mnagamana kukusanya fedha za serikali, lazima mwe ndio wa matching. Msisubiri wao ndio waje, sometimes huwa hivyo. Lazima ninyi ndio mkubali kutoa, kutembea kwenda kufika kufanya ile customer care, lakini kufanya ile sasa kujua kama mtakiwa kusaidia.